Unajua Musa, mimi najionea tu maajabu kwa sababu nilichokuwa nakifahamu leo tulikuwa tunaenda kutibu matatizo yote ambayo yamewahi kutokea yanayohusu dabi. Ukiwa na maana gani? Nikiwa namaanisha kwamba hili lililotokea la jana, Simba kuzuiliwa kufanya mazoezi na kugairisha kucheza mechi kwa statement yake aliyotoa jana jioni usiku. Niliona kwanza ni kitu cha ajabu kwa sababu wewe huwezi kuwa hakimu hali ya kuwa kuna mtu ambaye anataka kumpelekea malalamiko afu mwachie. Sio? Manake Simba walichokuwa wamekifanya kilikuwa kinatoa room kwa TFF kuweza kufanya ya kwao ambayo yanawahusu wao. Kwa hiyo itakiwa yawe kama ni maombi kwa Simba wapeleke malalamiko yao. Lakini Simba alitoa malalamiko na hapo hapo akajihesabia haki kwamba bana mimi sitocheza huo mchezo kama kitu fulani na kitu fulani kisipofanyika. Lakini ikumbukwe ilikuwa kama sikosei Mei 8 ya mwaka 2021 mechi Simba na Yanga. Mechi ilibadilishwa muda ilikuwa ni Machi kama hivi kama sikosei, kama sio Machi ni mwezi April kwa sababu ilikuwa ni mwezi wa Ramadhani. Iliahirishwa mechi badala ya kuchezwa saa 10 ikaonekana ichezwe saa 1 na yale mabadiliko Simba wao wakayachukua, lakini Yanga akaenda na ule muda wa awali na kabla ya mechi kuchezwa yeye akaenda saa 10 na akafanya mazoezi saa 10. Baada ya mazoezi akaondoka na katangaza mimi sitorudi. Kwa baadaye mechi kaahirishwa, lakini unaangalia ni vitu ambavyo vinatufanya tuonekane watu wa hovyo. Although mimi sisi ni watu wa hovyo. TFF ni watu wa hovyo. Sisi kwa maana ya wadau wa mpira wote hatuwezi kujitoa kwa sababu TFF anatuwakilisha sisi. Ila nachokiamini ni kwamba Simba walistahili kufanya hicho walichokifanya. Kwa nini walistahili? Wakati hakuna kanuni nao wabeba. Tulikofikia kanuni ilitakiwa leo sasa zianze kutumika. Lakini wao wameidrive kanuni, yani wao walichokifanya ndicho kilichokuwa kwa sababu wao wamezuiliwa kwenda kucheza kufanya mazoezi, lakini kile ambacho tulitarajia kanuni zitasema. Kanuni hizo zimekuja na upande ambao umelegeza kwa Simba. Nitakwambia kwa nini. Imagine umezuiliwa kufanya mazoezi. Kwanza kawaida kisaikolojia walishakuondoa mchezoni. Kisaikolojia kabisa. Lakini pia ukiangalia deep ni kwamba hizi Simba na Yanga dabi zao zinachezwa zaidi nje. Huku ndani watu wanaenda tu kukamilisha dakika 90. Nje ukiwa na maana. Nje nikiwa namaanisha kwamba wachezaji wako lazima uandae kisaikolojia, wasiwe na disturbance, lakini pia kusiwe na vitu vyote ambavyo vinaashiria kwamba kuna kitu kimefanyika kibaya. Kwa mfano, kitendo cha Yanga kuzuia Simba kwenda kufanya mazoezi, kwa Simba inaweza kasaundi vitu vingi sana. Lakini inaonekana sio Yanga ambayo imezuia. Ule uwanja kwa mujibu wa mchezo mwenyeji ni Young Africa na almost sio wa kwao ndio uwanja, lakini wao ndio wamepewa wenyeji. Maana yake ni kwamba wao ndio wanaratibu shughuli nyingi za kwenye ule uwanja, na waliowazuia Yanga Simba wasifanye mazoezi ni makomando wa Yanga. Iko wazi. Unauthibitisha kwenye hilo? Na uthibitisho kwa sababu ile basi wakati inaingia Simba mizozo mingi imetokea pale na watu wamesikika, si ndio? Na hata Yanga wenyewe wanakiri kwamba kupitia Manala amefanya interview, sio? Anasema yeye japo anasema hathibitishi, lakini anasema basi alikuja mawili na yalivyokuja mawili kaonekana moja ilikuwa yes na wachezaji, lakini lingine lina wababu wazee. Lina wazee wameenda kufanya nini? Wazee maana wengine wanasema basi la Simba lilikuwa na Simba vijana, Simba B. Kwa hiyo unaona kabisa wanaojibu hizi statement ni watu wa Yanga, maana yake Yanga wamehusika kwa sababu tunajua hizi kabla ya mechi lazima wapate ridhaa ya kufanya mazoezi. Lakini pia mimi nalaumu TFF, ule uwanja ni wa serikali, sio? Ule uwanja meneja wake naamini si meneja wa Yanga. Yani hatokani na Young Africa, anatokana na TFF au bodi ya ligi au watu ambao wanaongoza mpira kwenye hii nchi. Maana yake wanaingia doa. Yes, unaweza tukasema kwamba Simba alikuwa hajatoa taarifa. Inawezekana kama wanavodai, lakini pale ni ofisini kwao na mchezo utakachezwa siku ya leo ambayo ilikuwa ni saa 1. Maana yake muda wa jana still bado yale maandalizi yanaendelea kufanyika kwa sababu ni mechi kubwa ambayo ina reflect mpira wetu wa Kitanzania. Kwa hiyo unaweza kuona ni kwamba kuna upuuzi umefanyika na TFF bila shaka na ujua, kwa sababu asingekuwa na ujua TFF yamkini
angeweza kulirai kwenye kanuni kwamba bana, kanuni zinasema hivi, Simba tuchukue alama 15 zetu, mpe Yanga alama 3, tuishi kistaa kabisa. Lakini kingine ambacho naweza nikakisema ni kwamba tuseme imetosha. Imetosha kwa nini? Na maana imetosha kwenye nini, na utoshaji ambao unazungumzia ni upi? Musa, leo wana michezo wa East Africa, wa Afrika, wana michezo wapenzi wa dabi za Afrika wako Tanzania. Na wako Tanzania kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya kuangalia Simba na Yanga. Kumbuka hizi ni timu ambazo zimebeba taswira ya mpira si tu wa Tanzania. Tunapozungumza sasa hivi Simba yuko anashiriki, bado yuko ameenda robo finali ya kombe la shirikisho. Kwa East Africa na Central, sidhani kama kuna timu. Kongo pale hamna timu, Kenya, Uganda, Rwanda, kina Pele wote washatolewa. Maana yake ni kivutio. Lakini pia tunapozungumza ni kwamba kuna wachezaji ambao wametoka kwenye mataifa ya jirani. Si ndio? Wale wanavuta hisia za wapenzi wa mpira nchini kwao. Tunapozungumza sasa hivi Azam anasikika almost East Africa yote. Maana yake watu wamekaa kwenye TV waangalie, wengine wameweza kusafiri. Wamechukuliwa vingilio, wengine nauli wamepoteza, lakini kuna Watanzania wenzetu ambao ni wapenzi wa sports. Hapa namtaja mkurugenzi wa Sapolito Mani, mwenye Yanga yake Mani Limo. Maana yake naye atakuwa ni sehemu ya watu ambao wameathirika na hii, kwa sababu ni kawaida yake kuwasha Land Rover lake kwenda kucheki boli. Sasa ni Land Rover Discovery, yes, Discovery 3, unyama kabisa. Leo unamwambia nini? Manake ameacha shughuli zake huku ambazo zingeweza kustabilize kipato chake au kurani biashara zake, sio? Ameenda kuangalia akiwa naamini kwamba kura atapata faida ya burudani, lakini leo haiko. Sio? Kuna wachezaji ambao kuna mashabiki ambao of course tiketi zishakatwa. Unajua kwa mfano Platinum ilishajaa sold out. Manake watu walishakata tiketi zao kitambo. Yes, tunaweza tukasema hakuna shida, lakini shida haiwezi kutokuwepo kwa sababu hizi Simba na Yanga zote zina wadau ambao wanataka tu kuziona. Kuna mtu mwingine sio Simba wala Yanga, anataka tu kuona mechi. Kitu ambacho ni kibaya kwetu ni kwamba tunatengeneza utapeli, mwendelezo wa utapeli, kwamba 2021 itokee kitu na watu hawakuweza kutiliwa manani, hawakuwajibishwa, na waliokuwa wamelipa vingilio, mimi sijui utaratibu gani ulitumika, mimi nadhani zililiwa, hawakurejeshwa, hazikurejeshwa. Lakini leo utaratibu mgumu zaidi ni kwamba zilishakuwa pia zimepanchiwa baadhi ya ticket ambao kwa kwenye serikali, manake mapato yaishaingia, huwezi tena kumrejeshia mtu fedha ile ile wakati tiketi ishakuwa punched. Sasa unaona ni vitu ambavyo ni vya huko ambavyo vinafanyika kwenye mpira wetu Musa. Kwa hiyo tutarajie muendelezo wa haya madudu ambao tumeyaona, ama huenda kupitia hili likapatikana funzo? Musa, haya yanaendelea. Yanaendelea. Yaani unajua hizi timu zimeshaona kwamba sisi tunachokitaka kinakuwa. Nitakupa mfano. Simba akiwa anaenda kucheza Arusha na Coastal Union, press itakiwa ifanyike Ijumaa saa 4:30. Lakini Simba kachelewa kutoka press imefanyika saa 8. Unaweza kaamini. Sasa nenda kwenye hizi timu ndogo, kaulizie timu ikichelewa nani anaweza kuisubiri? Huyo Azam mwenyewe hawezi kuisubiri. Manake wao washajiona ni timu, ni biashara, wana fan base, wana ushawishi kwenye uongozi wa mpira almost ngazi zote za mikoa za nini. Simba na Yanga hawezi kuwakosa watu wao. Kwa hiyo walishatengeneza hichi kitu ambacho kinaniaminisha kwamba haya matatizo yataendelea. Kwa sababu gani? Mpira ni profession. Simba kama unakumbuka walijiandaa na hili. Azim aliwahi kuzungumza hapa katikati kwamba TFF na wadau wa soka hawapendi Simba ichukue ubingwa kwenye hii nchi. Kwa nini? Alizitoa sababu. Sasa hiki kinachotokea ni kama Simba alishakuwa na kinyongo moyoni kwamba mimi tutafute sababu, kwa sababu inasemekana Musa wakiwa pale Benjamin Mkapa zilipigwa simu, sio? Simu zilipigwa wapi? Zilipigwa simu kwa wadau ambao wanahusika na nini na timu ifanye nini, wadau gani? Meneja alipigiwa simu, wale matchcom walipigiwa simu, lakini mwisho wa safari inasemekana kuna mmoja aliruhusu akafanya mazoezi, mwingine yani mwisho wa safari Simba wakazuiliwa wakaondoka. Lakini mimi ninachoamini hata makomando wa Yanga kuna mahali wamesimama. Una uthibitisho? Lakini na uthibitisho. Na bahati nzuri ndio umewasili sasa hivi kutoka Dar. Unajua nikwambie kitu Musa, kuna vitu sasa hivi tuna vitu hii teknolojia maendeleo ni kitu cha hatari sana. Yani huwezi kukimbia sura yako, huwezi kukimbia picha mnato, si ndio? Ambacho mimi sikipendi ni kitu kimoja tu. Hata kwa Yanga wenyewe kama kweli wanahusika na hii kitu,
ambayo imefanya Simba wasifanye mazoezi. Mimi nawatahadharisha. Young Africa walikuja Dodoma, CCM Jamhuri hapa kufanya mechi na Dodoma Jiji. Siku yao ya mazoezi, si ndio? Hata wana Dodoma hawakuwa hata getini. Yaani mechi timu mwenyeji hakuwa hata na watu wake kwenye milango wakati Yanga wanafanya mazoezi. Uliona shida tulioipata. Kwanza tulisubirishwa sana wanahabari kwenda kufanya habari. Lakini kitu ambacho sijakipenda kingine ni kwamba ilitakiwa wawaachie wafanye mazoezi, kwa sababu hata wao haya mambo wanayafanya. Ndio maana nakwambia hizi Simba na Yanga zinajuana. Simba akiwa anafanya mazoezi uwanja wake ni sensitive kuingia mpaka yeye atake. Yanga akiwa anafanya mazoezi kuingia mpaka hadi ya kuwa yuko ugenini. Sasa iweje hili jambo lionekane gumu kwa Simba? Wenyewe wameataka. Yanga almost hata wao wameataka. Takupa mfano. Unajua nimemsikiza Alex Ngai. Huyu ni mjumbe wa bodi ya Young Africa akiwa anazungumza kwamba Simba wameihujumu mechi. Lengo lao lilikuwa ni baya kuhusu hii mechi, kwa sababu kama wangekuwa hawana lengo baya wangeenda kucheza mpira, kwa sababu Simba Yanga walishakatisha tiketi na nini kwa ajili, na mpira ni biashara. Lakini mimi namuuliza, mpira ni kweli ni biashara, kila kitu kinaeleweka, lakini mpira biashara umejulikana leo asubuhi? Akiwa kama mjumbe wa bodi alitakiwa pia azungumzie kilichofanyika jana ni sahihi? Yale madudu yaliyofanyika jana usiku. Yaani ni sahihi. Unajua ukizungumza na mtu wa shabiki wa Simba au watu wa Simba wanakuambia kilichofanyika hatukikubali, sio? Ni cha hovyo. Lakini hataki kupeleka timu kiwanjani, sio? Ukizungumza na watu wa Yanga wanakuambia yes, kanuni zifanye kazi, timu ije uwanjani. Sasa tuelewe kipi ni kipi. Hawa wote walikuwa na uwezo wa kunusuru kilichotokea jana. Simba analalamika, si ndio? Lakini je, alipiga simu kweli kuomba kufanya mazoezi? Hatuna uthibitisho. Lakini pia yeye kutokufanya mazoezi kuna mzuia kiasi gani kwa ukomavu wake, akiwa kama ni miongoni mwa timu ambazo ni giant hapa nchini? Kuna shida gani? Alikuwa na uwezo wa kutoka pale na kwenda kokote kufanya mazoezi pale. Sasa hivi viwanja viko vingi, ukienda Jimkana taa zinawashwa unafanya mazoezi, sio? Ukienda Azam kwa dharura unafanya mazoezi, sio? Na siamini kwamba fitness ya Simba inahitaji tu mazoezi ya jana peke yake. Lakini kwa Yanga, kama najua kabisa hii mechi ilikuwa ni ya wao collect mapato na kuwaonyesha watu wao, lakini kuonyesha ushindani kwa wanamichezo, ikiwa pia ni mechi yao kama wenyeji, sio? Walikuwa na sababu gani ya kufanya jana Simba wasifanye mazoezi? Tena sasa sio tu waliwazuia kuingia kiwanjani, yani waliwazuia kugusa hata eneo la kiwanja. Of course, kwa sababu geti lilokuwa limefungwa sio mageti ya kuingia viwanjani, ni geti la nje. Yani kama hapa Dodoma Jiji waangalie geti kubwa lile la barabara kubwa, sio, ya Dar es Salaam, sio, ndo ambalo limezuiliwa. Maana yake gari haiwezi kuingia. Wako watu wanazungumza vitu vingi. Unajua Simba walikuja na mabasi mengi, siku kipanda kimeshuka, lakini haimzuii, ni haki yake. Yani na wewe huwezi kumpangia aje na nini, na siamini kama kanuni ziko hivyo. All in all, wito wangu mimi kwa TFF, natakiwa waangalie tiba suluhisho. Mimi ningekuwa ni TFF, nilikuwa namlamba Simba. Unamlamba vipi? Ningeamka na PDF. Kwanza ningeanza na wanahabari wale ambao mkeka mpaka sasa hivi hauleweki ni mkeka kweli au ni tetesi. Kina Alikamwe, ningetoa statement leo nikiwa nimechanganyikiwa kabisa kama TFF. Unasema haieleweki? Haieleweki kwa sababu wao TFF ndio wenye mamlaka ya kuthibitisha hii na hawajathibitisha. Ndio maana nakwambia mimi ningekuwa TFF, kwanza ningeanza na mkeka kuthibitisha kilichoamuliwa na kamati ya maadili. Hiyo moja. Lakini cha pili, ningekuja na PDF ya Simba. Tuna experience Musa. Unajua Mbwana Makata akiwa Mbeya Kwanza waligomea mchezo kwa sababu ya ambulance, akaadhibiwa Mbwana Makata. Lakini kama unakumbuka kwenye hii ligi ya under 20 ya vijana ambayo mwaka jana ilikuwa Mtibwa Sugar aje acheze hapa Jamhuri, hakutokea kwa sababu ambazo zilikuwa yeye anazifahamu. Aliweza kunyang'anywa alama 15 na akapewa timu mwenyeji, timu ambaye ilifika kiwanjani, si ndio, alama 3, sio, ambaye alikuwa JKT. Na uliona kwa mara ya kwanza Mtibwa Sugar haja qualify kwenda kupambana kule Azam Complex, kitu ambacho ni nadra sana kwa Mtibwa Sugar kukiona. Lakini hata kwa Simba ilikuwa inafaa, sio? Wana alama zao ngapi? 54, sio? Chukua 15 pale. Ukishachukua 15 zinabaki almost alama ngapi? Alama 30 ngapi? 36, sio? Zikishabaki alama 36, ni rahisi tu. Simba rudi huku kagombania nafasi ya 4, sisi tuondoke.
watakuja na kwa nini hamkuchukua hatua ile machinani nyingine ambayo mechi iliahirishwa, sio? Lakini sio leo, yale yalishapita. Sasa ndo tunaanza. Maana inaoje kila yani ile la mwaka 2021 unalifufua leo. Nalifufua na silifufui kwa ubaya. Ni kwamba wao lile lilishapita, sio? Sasa tunaenda upya. Yes, zingekuwa lawama kubwa sana, lakini kwa TFF ingewasaidia sana. Otherwise, kama kanuni zinasema vinginevyo, hata kwa mwenyeji aliyemzuia mgeni kufanya mazoezi, tunga kanuni ndogo pale pale, wanyonyoe wote 15 mwaka huu Azam waongoze ligi, achukue ubingwa. Kilo safi. Sawa. Bwana mzee.